kumegea siri kidogo. Mwenza wako yule, mlikuwa mnajuana. Kwanza kuzoeana, mapenzi yakajengeka. Kwa hiyo tulihamishia kwenye mafanikio, hautaanza kwa kupenda. Ndio fursa ilipo, wewe utengeneze kupenda. Ongea na kocha, usivurugwe na mapenzi kwenye safari ya mafanikio. Karibu rafiki yangu mpendwa, picha kupendwa cha Ongea na Kocha. Kwa rafiki yako Kocha Dr. Makita Amani, daktari, kocha, mwandishi na mkufunzi. Wewe vipindi hivi rafiki, huwa ninafurahi sana ninapoongea na wewe kwenye maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza likiwa ni mafanikio, yaani kujenga tabia na nidhamu sahihi ya mafanikio. Eneo la pili likiwa ni kuhusu fedha, kujenga utajiri na uhuru wa kifedha. Eneo la tatu likiwa kuhusu biashara, kujenga biashara inayojiendesha bila kutegemea wewe moja kwa moja. Rafiki, leo nataka tuongelee jambo moja muhimu sana ambalo nimekuwa naligusia vipindi vingi. Huenda umekuwa unajirudia. Sasa nataka tuliweke sawa kabisa. Eneo hilo ni kuhusu mapenzi na mafanikio. Sio mapenzi ya mahusiano, bali mapenzi kwa dhana kwamba ya kuhusu kupenda kile unachofanya. Hii ni eneo muhimu sana ambalo limewavuruga watu wengi, na naona linawazuia watu kupata mafanikio ambayo wangeweza kuyapata, kwa sababu inawavuruga. Unasikia mtu anaambiwa huku, bwana, fanya unachokipenda na utafanya kazi maisha yako yote. Mwingine anaambiwa fanya unachokupa mafanikio. Kwa hiyo ni vurugu zile katikati hapo. Kwa hiyo ili sawa ujenge mafanikio, sababu mimi nazungumza na kuhusu mafanikio kwenye maisha, fedha, biashara, ni lazima tuweke rekodi sawa. Lazima tunyooshe mambo ili tusijipoteze sisi wenyewe. Na katika kuhakikisha tunakaa sawa, kuna mambo ya msingi sana ambayo atakuwa yazingatia hapa rafiki yangu, ambayo atakusaidia wewe kwenye kuhakikisha unajenga mafanikio na unakuwa na furaha na unakuwa maisha ambayo unataka nayo. Kitu cha kwanza ni kuhusu kufanya na kupenda. Kuna mitazamo miwili hapa. Kuna kufanya kile unachopenda, sawa alafu kuna kupenda kile unachokifanya. Sasa kinaanza kipi? Ndio kitu kimekuwa inawazuia watu wasifanikiwe. Kwa mfano, utaambiwa, bwana, fanya kile unachokipenda utapata mafanikio, si ndio? Vipi kama unapenda kulala? Utapata mafanikio upenda kulala. Vipi kama unapenda kutumia vilevi, kuperuzi mitandaoni? Utapata mafanikio kuperuzi mitandaoni. Sasa unaweza kufanya biashara yenye la kulala, lakini sio kwa kulala. Unafanya biashara kwenye mtandao, sio kutumia mtandao. Kama tunaelewana hapo. Kwa hiyo tunagundua kwamba kumbe ushauri wa penda unachofanya, afanya unachokipenda na hautafanya kazi, unakosa maana sasa. Kwa sababu kama vipi kama unachokipenda hakina mabantiki yote, utapenda vitu vya ajabu tu. Mtu anapenda kula udongo au kung'ata kucha, ndio ng'ata kucha. Itampaja mafanikio. Sasa kwa hiyo lazima tuelewe kwamba swala kwamba ukifanya unachopenda utapata mafanikio sio lazima. Kuna wachache wenye bahati. Wachache ambao wanazaliwa wanakuta kweli anapenda kitu na hicho kitampa mafanikio. Sawa, lakini wachache mno. Na wengi hata ukirudi nyuma, mnaonaga wachezaji wakubwa duniani ambao bwana huyu anapenda sana kucheza mpira. Lakini ukiangalia tangu akiwa mtoto miaka haja alizambua ashabeba dola mpira. Maana yake amekuwa maisha yake anajua mpira tu. Hajui kingine. Sawa. Kwa hiyo usije ukaona kwamba labda mimi ndio sikupata bahati, ninachopenda kufanya hata kilimo mafanikio, wenzangu wanapenda biashara ndio bora wafanikiwa. Hata wewe unaweza. Ndio maana kuna mtazamo wa pili ambako ni penda kile unachokifanya. Kwa hiyo kwa sababu vitu vingi ambavyo tuna vya asili kwetu binadamu haviwezi kutupa mafanikio. Sawa. Inabidi tujue ni vitu ambavyo vitatupa mafanikio, alafu tuvipende. Yaani unaanza na kwamba ili mimi nijenge biashara ya mafanikio,
nini inabidi kifanyike. Alafu sasa wewe unapenda kufanya hicho ambacho kifanyike. Umenielewa? Sio usubiri ufanye kile ambacho unakipenda ndio kipe mafanikio. Unaangalia nini inaleta mafanikio alafu nikipende. Na uzuri ni kwamba wewe ni binadamu. Sio mti kwamba hauwezi kubadilika, unaweza kubadilika ukapenda chochote. Nikumegea siri kidogo. Sikiliza taratibu, mtu mzingine asikusikie. Kama uko na mtu kaa pembeni kidogo. Mwenza wako yule ni mume wako, mke wako, mchumba wako au nani? Kama mjawa na mahusiano, mlikuwa mnajuana? Mngota mjuani? Labda mlikutana shuleni, mlikutana kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye daladala, sio mlikutana, unajua wenyewe. Mkutana tamasha. Naona mkutana hata mkuu mnamzuka kwa mnamzuka na mwenzake. Unaona mtu mwenyewe mfupi kama nini? Hata simuelewi. Si ndio? Mtu mwenyewe amuhusu sana, mtu mwenyewe sio anaela. Barendo kibaya tu pale. Lakini tulianza kuzoeana, kwenda mapenzi yakajengeka, leo hii mpo pamoja. Si unajua hilo? Kwako na kwa wengine. Kwa hiyo tulihamishia kwenye mafanikio. Hautaanza kwa kupenda biashara ambayo itakuwa mafanikio. Labda unabidi ufanye biashara hardware au spare au chakula. Labda haupendi tu mahangaiko hayo. Lakini ndio fursa ilipo. Sawa? Hasa kama fursa iko hapo unafanya nini? Inabidi sasa wewe utengeneze kupenda. Kama unataka kupenda mtu na kupenda unakuja kwa ukaribu. Angalia tu unajua marafiki zako sio wote kwa sababu mko karibu. Marafiki wangapi mlikuwa nao shuleni sasa hivi sio marafiki tena? Nini kilikuwa urafiki wenu? Kutokuwa karibu. Hata mahusiano mengine ya uchumba haya. Yaani kitu cha kwanza kuwa mahusiano ya uchumba ni watu kuwa mbalimbali. Yaani mahusiano kwa simu, shughuli imeishia hapo. Kwa hiyo wewe sasa jenga ukaribu na kile chenye kuweza kukupa mafanikio. Maana yake wewe unakifanya mara kwa mara. Ukifanye kwa muendelezo itakupa mafanikio. Sawa. Utaweza kupenda. Wewe ndio kuamka ni shida, unafanya basi tu wewe endelea kufanya. Utaanza kupenda. Na saa nyingine upende sababu matokeo yapati. Ukianza kupata pesa, wewe mwenyewe unashangaa unapenda. Unapenda sio? Wanaume wanajua wakati mwingine inabidi uhonge ndio upendwe, si ndio? Sasa maana honga sana zile. Anapenda sababu ya hela zake ndio. Na wewe kuwa na hela upendwe sasa. Sawa. Ukitaka upende hicho ambacho mafanikio, wewe kifanye mpaka kupela. Pesa inapendwa na kila mtu. Utapenda na utaweza kupiga hatua ambazo ni kubwa sana. Jambo la pili, angalia thamani unayotoa. Mara nyingi sana watu wamekuwa wanakwama kufanikiwa na pia wanashindwa kujenga kupenda kile wanachofanya kwa sababu wanaangalia watapata nini. Na wanapata nini hapo? Biashara ana faida. Inanitia hasara, inanichosha na vingine vingi. Kwa ukiangalia wewe unapata nini mara nyingi. Ukiangalia unapata nini? Hauwezi kwenda mbali. Ukiangalia wewe utakachokipata tu kwa sababu mwanzoni hata ukipata unachotaka bado utaona kama yani bado kuna kitu hajakaa sawa. Si ndio Sasa unapoangalia thamani unaitoa kwa wengine, unajikuta hata kama mwenyewe upendi, unaona kuna watu wananufaika, si ndio? Sema una dawa ambayo inabidi kuitengeneza na kuchukua ni kazi ngumu, unachoka, lakini natibu watoto wenye ugonjwa ambao bila dawa wanakufa. Umeelewa hapo Unaanza kuona sawa hizi kitu basi hata kama sikipenda kile kina manufaa kwa watu wengine. Kuna uwezo wa kutumia thamani kufanya chochote unachotaka kwa sababu wewe angalia nani ananufaika. Alafu kama unapotaka kuacha kufanya muangalia nani ananufaika. Sema bwana huyu bacha kwa sababu kuna watu ambao wanapaswa wanatakiwa wanufaika na kile ambacho wanafanya. Angalia thamani unayotoa kwa wengine. Usijiangalie wewe tu unapata nini. Angalia unachangia nini kwa wengine. Hilo ni muhimu sana kwako wewe kuweza kuendelea kufanya kitu kama ukipendi. Na mapenzi yanajengeka umumo.
kampuni moja inazalisha vifaa vya upasuaji wa kitabibu, ilikuwa inapata changamoto wafanyakazi wake, yani wanafanya kazi kwa mazoea, hawana morali, hawana msukumo, wanajiendea tu. Sasa wakapata mafunzo na ushauri kwamba waachukue wafanyakazi wapeleke vyumba vya upasuaji, waone vile vifaa na vitengeneza ambavyo vinasaidia maisha ya watu. Hiyo program ileta mafanikio makubwa sana. Sasa baada ya mtu kutembelea tu chumba cha upasuaji akaona kumbe kazi yangu ina manufaa kiasi hiki, waliacha kujichukulia kama ni wanafanya kazi ya kawaida, wakaanza kwamba nao ni sehemu ya kuokoa maisha ya watu. Je, wewe unajiona ni kazi yako ni ya kawaida tu? Hauoni kwamba kuna nafasi ya wewe kufanya maisha wengine kuwa bora? Hebu angalia ni watu gani wananufaika wanachokifanya. Usio binafsi. Usijiangalie wewe kwamba anapata nini. Angalia anatoa nini, nani ananufaika. Hiyo ni muhimu sana sana sana. Ukiona ananufaika, utaweza kuendelea kufanya hata kama haitoki, hata kama upendi, kwa sababu kuna watu wanafurahi. Unaweka tabasamu kwenye nyuso za watu. Watu wanacheka, watu wanafurahi, na hilo linasaidia sana kuweza kupiga hatua kubwa ambazo unahitaji kupiga. Jambo la 3. Kazi inaanza pale fungate inapoisha. Kazi inaanza pale fungate inapoisha. Fungate ni nini? Honeymoon. Ndoa inaanza baada ya fungate kuisha. Aje wakati wa uchumba tutaigiza pale, ataigiza kwenye umefunga ndoa kwenye honeymoon. Baada ya honeymoon sasa maisha yakianza sasa unagundua kumbe huyu alikuwa na koroma usiku, hata sasa kumsikia ikoroma. Ndio uko naye sasa. Kumbe huyu ni mzinga, ni mkorofi si nini, ndio uko naye sasa. Kwa hata sifanye mafanikio, unaanza kaanza na kitu unakipenda unapenda kukifanya. Sawa. Hizo unapenda kufanya. Sasa unapoanza ukifanya kwa ukubwa, unakutana na ugumu. Unakutana na changamoto. Unakutana na vikwazo. Na hapo ndipo wengi huwa wanakimbia. Wanaenda kwenye kitu kingine. Na huwa wanakutana na ugumu, wanaenda kitu kingine, ugumu. Wewe mtu anahama. Hajawahi kukaa kwenye kitu kimoja mpaka baada matokeo. Kwa sababu hawajui kwamba ni fungate iliisha. Sasa kazi imeanza. Sasa ndoa yenyewe ndio imekuja. Uweze kukimbia ndoa kwa sababu eti ulikuta mwenza wako ana tabia ambayo ulikuwa hujaiona wakati wa uchumba. Hiyo ndio imekula kwako hivyo. Kwa hiyo point yangu ni nini hapa? Ni kwamba kuna kitu utaanza unapenda ukifanya, lakini unapoanza ukifanya kwa ukubwa unaanza kuona haupendi tena ukifanya, kinakuchosha. Sema unapenda labda wewe ni mwandishi, unapenda kuandika. Naandika kitabu vyangu vizuri. Alafu kasema sasa ngoja niandike vitabu niuze. Sasa wewe unapenda kuandika, lakini kitabu sasa ili kifikie mtu inabidi utangaze. Mimi sipendi kutangaza. Inabidi utangaze. Inabidi uwashawishi watu kubali kununua, uwaambie watu kununua kitabu. Mimi sitaki kuambia watu wanunue kitabu, nitakuwa na watu wanataka hela zao. Unataka hela zao ndio muombe kitabu, waambie. Hutapenda hilo. Inabidi umpelekee mtu kitabu, msafirishie bana, yuko mkoani. Umsafirishie. Upendi inabidi usafirishie. Umsafirishie kitabu kikapotea. Inabidi uanze kufuatilia usafiri. Contractor sio mzigo unaenda huko. Hauwezi kupenda vitu vyote. Wewe ulikuwa unapenda kitu kimoja. Ulikuwa unapenda sura ya mwenza wako. Ulikuwa sasa unajua hapo utalala naye, utaamka naye. Labda ulimwona na makeup. Ameamka hana makeup. Ndio unaanza kuchanganyikiwa. Ni hivyo kwenye mambo unayofanya. Unapoanza unapenda sababu kazi watu wataniheshimu, utaheshimika. Mimi bado daktari, mimi bado mwalimu, si ni mwanasheria, si nani. Kuna mziki mle ndani. Kwa kufanya kazi kwa muda mrefu zaidi, kujikuta unapata lawama, unabeba mizigo na nini, ndio mafanikio yenyewe. Kwa hiyo usichanganyikiwe baba kwamba mbona sasa sipendi na hichi kitu. Ni kawaida, hali ya binadamu. Unaweza kununua kitu na unakipenda ukafika nyumbani usikipende, hata ndungu ngapi unajavaa wewe. Ununua nguo hujazivaa kwa nini? Unafika nguo hata sijaelewa basi uvae. Sawa. Sasa usilete hii kwenye mafanikio. Usiache kwa sababu umekuwa magumu. Jua ni sehemu ya safari.
wewe endelea mpaka upate matokeo ambayo umekuwa unataka kuyapata. Hilo ni muhimu sana. Kazi inaanza pale fungate inapoisha. Unapoanza kukutana na ugumu, jua ndo umeingia kwenye mzizi hasa. Huko uko unarukaruka tu. Napenda kuandika, napenda shughuli, napenda hiki. Huko unarukaruka tu. Shughuli bado utakutana na uhalisia wenyewe. Unataka kuipata pesa yenyewe. Pesa sio nyepesi kuipata. Lazima ikusumbue sana kwenye hayo ambayo unayapata. Jambo la 4, igiza mpaka iwe. Fake it until you make it. Sawa? Tumeona sasa kwamba ukweli ni kwamba haikwepeki, inabidi tu upende unachokifanya ili ufanikiwe. Iwe ndio kitu unapenda kufanya au inabidi lazima ukipenda. Hauna namna, inabidi ukipende. Hasa kama hivi yote vilozunga vimegoma, vimeshindwa kufanya kazi, igiza mapenzi. Igiza kukipenda hicho kitu. Kuna hadithi moja wakati tuko tunasoma, tuliwahi kuwa na walimu fulani walikuwa wameoana, mke na mume. Hasa story ilikuwa ni kwamba hawakuwa wamepanga kuoana. Sawa. Ila walikuwa wamepangiwa kazi. Yaani wataka kuhama, wamepangiwa kazi eneo sio gani. Walikuwa wanafanya kazi maeneo ambayo hawataka kuyafanya. Wakapata wazo kwamba sasa hivi mmoja walikuwa wanajua kwa sababu basi ili uweze kuhamishwa inabidi labda uonyeshe kwamba una mwanandoa mwenzako yuko sio eneo lingine na inabidi sio vitu kama hivyo. Kwa akaenda tu kufunga ndoa ya mahakamani kwamba sisi ni mke na mume ili azunike cheti kwenda kupata uhamisho. Sawa. Kweli akatumia cheti kupata uhamisho, fika kule wasema bwana tayari tunaondoka, tusiendelee tu. Wakawa wameoana hivyo. Yaani haikuwa kwamba walikuwa wamefanya kufake. Walikuwa wamefanya kuigiza. Lakini baadaye ikatokea. Sawa. Kwa hiyo ni binadamu, igiza kupenda. Yaani amka tu yaani nafurahi sana. Kwa mfano, moja vitu vigumu sana biashara ni kuuzia wateja wasio kujua. Zeta cold calling. Sawa. Yaani wewe wachukua namba mteja, unampigia simu unaanza kumuuzia. Bwana na kitabu hapa akiuza cheleo sio kitu cha kufaa. Hakujui mjua anakukatia simu. Kwa watu wengi wanaogopa sana hilo zoezi. Atafanya kitu unajua mimi ni mzuri sana kwenye kupost, nitapost social media wataona tu. Tutuma message piga simu. Unaogopa kwa sababu simu inatisha, si ndio? Unaona sipendi kupiga simu. Jiambie napenda kupiga simu, afu kama simu anza kupiga. Napenda kupiga simu, piga tena. Amekukatia simu, napenda sana kupiga simu. Kama tena piga. Amekwambia sitaki, napenda sana kupiga simu. Baada ya muda unajikuta unafanya unapenda. Mimi nakwambia chukua changamoto. Lote mmoja ufanya amesipendi, jiambie napenda kufanya hichi kitu, afu ifanye. Napenda kufanya hichi kitu. Sema kwa sauti. Useme tu napenda napenda kufanya hichi kitu. Napenda mimi hata sipendi. Sisi soma vitabu. Napenda kusoma kitabu. Soma kurasa moja. Weka pale. Kesho napenda kusoma kitabu. Hivyo igiza mpaka iwe. Fake it until you make it. Na wewe ni binadamu. Ujue kitu kimoja ni ambacho unapaswa kuelewa kwamba akili yetu si binadamu hainaga hata akili. Yaani hii akili yenyewe hainaga hata akili. Kwa sababu haijui kutofautisha kitu cha ukweli na kitu ambacho sio cha ukweli. Haijui kutofautisha real na ambacho sio real. Ndio maana ushaingia kwenye chumba unaanza kuchagiza. Unaona kama unaona picha za watu, kuna kitu kinatisha, kuna kitu kinatisha pale kwenye chumba. Unaona hata hamna kitu. Hamna kitu. No, uliona kabisa pale kuna nyoka pale, nimeona. Kumbe wewe unafikiria kuhusu nyoka, akili yako inaanza picha ya nyoka. Sawa? Ndivyo inavyokuwa. Unapoigiza chochote, akili inakitengeneza. Unaposema napenda kupiga simu, akili inaanza kupiga simu, kupenda kupiga simu. Napenda kusoma kitabu, akili inatengeneza mazingira wewe kupenda kusoma kitabu. Napenda kuamka asubuhi na mapema, unaamka. Napenda kufanya mazoezi. Yaani wewe jiambie fake it until you make it. Paka lini? Wewe endelea kusema napenda. Sawa.
Fikia hata mtu tukimwambia nakupenda, unikome. Nakupenda, mimi sikujui. Nakupenda. Baadaye kweli nakupenda pia. Si ndio? Itafika tu, yaani wewe chagua mtu ambaye anakusumbuaga na unataka kweli umemdhamiria. Kiasi kumwambia nakupenda. Nakupenda. Unataka naye siku moja amevurugwa, anaona dunia hainipendi tena. Basi maisha yangu hayana maana. Nimekosa sui kazi, sio kosa dunia hainipendi. Alafu anamwambia nakupenda. Anasemaje? Nakupenda pia. Sawa, umepata. Kwa hiyo ndivyo pia unapaswa ufanye kwenye eneo la mafanikio. Fake it until you make it. Sawa? Penda mpaka, igiza mpaka iwe. Jambo la 5 la mwisho, shirikiana na watu sahihi. Unajua unapokuwa peke yako ni rahisi. Wasemaga ukitaka kwenda mbali, nenda peke. Ukitaka kwenda haraka, nenda peke yako. Ukitaka kwenda mbali, ambatana na wengine. Mara nyingi unafeli kwa sababu ya unakuwa peke yako, kumpweke. Kwa hiyo ukitana na changamoto, unaweza kukata tamaa na kuishia njiani. Kwa hiyo ili kwamba unajenga mapenzi yako kwenye kitu ambacho unafanya na unafanya kwa muda mrefu, ungana na watu ambao wanapenda kila wanachokifanya. Sawa? Sasa ukishakuwa kwenye kundi la watu ambao wanapenda kufanya, wewe na wewe tu unapenda kufanya. Kwa sababu tunaiga tabia za wengine. Sawa? Ile ulikuwa unaambiwa wewe usicheze na watu fulani tabia mbaya, kwa sababu ni rahisi kuiga tabia za watu wengine wanajihusisha nao. Na hata ukubwani, jiangalie na marafiki zako unaokaa nao. Kama ni walevi na wewe ni mlevi. Kama wanapenda mpira na unapenda mpira. Kama uwezi sasa mimi marafiki zangu nakaa nao lakini akienda pombe utakunywa tu. Sawa, una uwezo, una hiyo nguvu ya kuweza kupinga ushawishi wa karibu. Kwa hiyo sasa ukuepuka kusumbuka. Tafuta watu ambao tayari wanapenda wanachokifanya na wao wamefanikiwa kwenye mafanikio, ungana nao. Wafanye wakuambukize kile ambacho wao wanakifanya na wamekipenda. Kwa namna hiyo sasa utaweza kupenda wanachokifanya au kufanya wanachokipenda na ukajenga mafanikio ambayo ni makubwa sana. Kwa sababu iko ndani ya uwezo wako wewe kujenga mafanikio makubwa. Hakipo kinachokuzuia, hakipo kabisa. Ni wewe tu ushindwe au jikwamishe. Ni labda unachopenda kufanya kitakupa matokeo, au kama hakikupa matokeo basi anza na kutoa matokeo ukipende. Na unakipendaje? Unakuwa na karibu nacho, unaigiza mpaka iwe, unaungana na watu sahihi na utafanikiwa. Kwa sioni sababu kwa nini rafiki yangu usifanikiwe. Sioni sababu. Sababu njia ya mafanikio iko wazi. Jenga biashara, jenga utajiri, jenga maisha yako, tabia zako sahihi, nidhamu, fanya mazoezi, weka akiba, ongeza kipato, tafuta wateja. Ni hayo, hakuna jipya. Sasa wewe ukiyapenda mambo na ukayafanya kwa msimamo bila kuacha, utafanikiwa. Sasa unakwama kwa sababu upendi, sababu unazunguka, uko tayari uhangaika lakini sio ukae chini na ufanye jambo ambalo la msingi. Ni changamoto rafiki.